Polisi ndio wamepiga risasi wakamuua akafa. Polisi wale waliokuwa na silaha tumewazuia, na silaha zile 6 tumezizuia. Lengo ni kujiridhisha kama zilifyatua risasi, pengine ambayo zilisasiwa kwa bahati mbaya imeenda kumpata mpita njia ambaye ni abiria tu kwenye gari nyingine. Ni miaka 7 imepita tangu Aquilina Aquilini aliyekuwa mwanafunzi wa chuo cha usafirishaji Dar es Salaam NIT ambaye alifariki dunia baada ya kupigwa risasi ya kichwa kimakosa na afisa wa jeshi la polisi ambaye inaelezwa kwamba alikuwa anajaribu kutuliza ghasia za waandamanaji wa kisiasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tarehe 16 Februari mwaka 2018. Mimi kitu ni njaa, mawazo mengi nakonda. Baada ya kifo chake kutokea imepita miaka 7. Leo tumefika hapa nyumbani kuzungumza na baba mzazi wa Aquilina Aquilini, kwa sababu wakati kifo kile kilipotokea na wakati wa mazishi watu wengi waliahidi vitu mbalimbali. Na tumefika hapa tujaribu kuangalia maendeleo ya baba yako vipi, kwa sababu ni moja ya kifo ambacho kilizua hisia za watu wengi na kuumiza mioyo ya watu. Unaendeleaje baba? Vizuri. Mtu Aquilini Shirima, baba yake Aquilina. Kwa ambaye afahamu Aquilina alikuwa ni nani? Aquilina ni mtoto wangu, alikuwa anasoma chuo cha usafirishaji huko Dar es Salaam. Sasa baada ya kutoka akisoma kwa shule wakampiga risasi huko Dar es Salaam. Polisi ndio wamepiga risasi wakamuua akafa. Mpaka leo hii sijapata mtu wa kunipa pole. Aquilina ndio alikuwa nguzo yangu, nilikuwa namtegemea. Nikabaki patupu. Mimi kitu ni njaa, mawazo mengi nakonda. Wenzangu walikuwa wanasomesha wale watoto, leo wanaangalia wamestarabika. Leo watoto wake wamewaonua, leo wanakula vizuri. Mimi nakunywa maji yasiyokuwa na sukari. Kwa hiyo kifo chao kilitokea. Aquilina alikuwa anakusaidia kwa kiasi gani? Aquilina alikuwa ananisaidia kwa mazungumzo mazuri. Anapokuja hapa siku ya likizo, anakuja na vipeni vyake, anila sukari na kunywa chai. Na anipaka pesa kanyama, anaenda kula kanyama. Sasa yeye anapokuja hapa tunafurahi, tunashiriki mazungumzo mazuri. Aquilina alikuwa ni mtoto wangapi kwako? Wa 6. Watoto wengine wako wapi? Watu wengine wako wanahangaika, wagawa watakula nini? Wanaangalia kutafuta barua. Na ndo wanaokutunza. Kutunza kwa shida tupo, hawana pesa ya kutosha. Wanaangalia kupata 200, 300. Yeye mwenyewe hajala 200, 300. Atakutunza kivipi? Unajipiga tu mwenyewe upate kandizi ule basi. Umesema kwamba maisha yako ni magumu na wakati mwingine unakuwa na njaa kabisa, unashindwa, unakosa chakula kwa siku. Maisha yangu ni magumu sana. Magumu kweli, si ya kusema. Sababu unaishi kuanzia asubuhi mpaka hata saa 6 kama huli au chai upate chai asubuhi, si maisha magumu hayo. Mtu alikuwa anamtegemea yeye ndio atakuletea sukari upate chai. Saa 6 angalawe atapiga debe, leo hamna. Mzee unazidi kukonda tu. Na mawazo. Sasa hivi una umri gani mzee? Mimi ni mwaka 70. Tuliona kuna watu wengi walitoa ahadi kwamba wangekusaidia. Unakumbuka ni watu gani na walitoa ahadi gani? Kuna ule waziri wa elimu, kuna waziri tena mmoja akasema tutawasaidia, wakatoa ahadi ya kujenga nyumba. Tutakuingia nyumba safi baba, usiyumbe. Wakatuma na ramani hapa. Ile ramani ametofuatilia. Watu wanaweza kaona hii video wakatamani kuwasaidia. Unatamani wawasaidie kwenye nini? Unajua unaweza kusema watu wanisaidie ile nyumba, sema wajengee nyumba. Hakuna kitu kingine wanasaidia. Wajengee nyumba. Kama ni pesa, wanipe pesa. Kama hawajengei
basi tabaki hivyo hivyo na umaskini wangu. Okay, kuna nyumba tunaona inajengwa hapo. Ni nani anajenga? Hiyo nyumba hiyo ni ya kijana mmoja anajenga. Sio serikali. Wala sio Akwilina. Ni kijana tu anajikunguta huko, anakasana. Basi. Hata mpaka sasa hajamaliza. Anawaya. Nipata mtu akumsaidia angeshukuru Mwenyezi Mungu. Ni kijana gani kwa maana ya mtoto wako? Yeye anaitwa Richard Akwilina Shirima. Hapa nyumbani wewe unaishi na nani? Mimi naishi na mama. Naishi na mama hapa nyumbani na mjukuu wangu mmoja. Wewe unajishughulisha na nini ukiwa hapa nyumbani? Ni kilimo tu, katia ving'ombe, vimbuzi. Basi. Hamna kazi nyingine. Na vikuku faranga hapa. Tuna kazi nyingine. Tangu kifo cha Akwilina. Ameondoka kwa hili. Mtoto wako alikuwa ni mfuasi wa chama chochote cha kisiasa? Hapana. Yeye hana chama chochote kile. Yeye alikuwa anapambana na masomo tu. Hana chama chochote kile, yeye anapambana na masomo tu. Basi hana chama, hana CCM, hana Chadema. Alikuwa soma form 2. Serikali ilikuwa inamsomesha? Serikali ilikuwa inamsomesha, lakini sasa hawakumwangalia tena baada ya kufeli. Baada ya kufeli. Basi akarudi nyumbani. Unajua hawa wako watoto wawili. Serikali ikapiga kifua pale, akasema tasomesha, akachukua mwingine akapeleka Tanga. Mwingine akapeleka Mamtukuna huko. Sasa unajua mambo ya watoto wasichana wana mambo yao. Wanagaragara. Leo wanahangaika tu. Hawana kibarua, hawana nini. Leo kiangalia, leo analia. Ndio nalamika. Hata kufanya nini baba, atafanya nini baba. Tafanya nini baba. Sasa unajua kumfanyia mtu mzima ngumu. Hayo ndio hayo. Mzee Akwilina alitaja namba yake ya simu ambayo ni 0748764469 ambayo ni namba ya kuwasiliana na Mzee Akwilina kwa yote ambaye atakayekuwa na chochote kwa ushauri au kutaka kumsaidia, anaweza akapiga hiyo namba kwa ajili ya mawasiliano zaidi.